Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema yake tena siku ya leo ya tarehe 22 mwezi wa 6, Jumapili ya kuendelea na somo letu la Biblia. Kutokana na maswali mengi ambayo tumekuwa tukiyapokea mara kwa mara, tunajifunza kitu, yanatusaidia kutufundisha jambo kwamba kuna maeneo kadhaa ambayo watu wengi hawayaelewi. Usipojua jambo, unapokuwa gizani juu ya jambo fulani, litakuletea shida, litakuletea maswali. Maswali mengi yanatokana na vitu vingi visivyofahamika vema katika neno la Mungu. Na hasa ni kitabu cha Ufunuo. Na kitabu cha Ufunuo huko siku za nyuma nimepata kufundisha kitabu chote, sura ya 1 mpaka ya 22. Lakini bado si wengi wanafunguliwa juu ya mambo haya, ingawa wengi wameelewa. Lakini ukiangalia maswali mengi yanayowasumbua watu ni kutokana na kitabu cha Ufunuo, kwa sababu kimejengwa vibaya ndani ya maisha ya watu, kwamba kitabu cha Ufunuo kinatabiri mambo yanayokuja tutakayoyakuta mbinguni. Kwa hiyo watu wanasoma, wanajiuliza na hawapati majibu. Hawapati majibu. Kama ni kupata majibu, anapata majibu ya kuwadanganya tu. Ukweli, nimefundisha sana kwa bidii na nguvu zote kwamba kitabu cha Ufunuo sio unabii. Kinafafanua mambo ya unabii, mambo yaliyotokea, hata mambo ya Injili pia. Kinafafanua, hakitabiri. Na wengine wameelewa, wengine bado wamekuwa ni wagumu. Leo napenda nirudie baadhi ya masomo ambayo naona yanaleta mchanganyiko kwa wengi, huenda ikakusaidia. Leo nataka tuangalie tena kwa mara nyingine, ingawa tumejifunza huko nyuma. Tuangalie sasa sura ya 21. Sura ya 21 ya kitabu cha Ufunuo. Na tazungumza, hii sura inazungumza mambo makubwa mawili. Sura hii ina mambo makubwa mawili. Inazungumza juu ya mbingu mpya na nchi mpya. Pia inazungumza juu ya mji wa Yerusalemu. Tukisoma ule mstari wa 1, anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Yohana alionyeshwa mbingu mpya. Nilieleza, sitachukua muda mrefu wa kuelezea habari ya mbingu mpya. Nimefundisha sana kwamba aliyetabiri habari ya mbingu mpya ni Isaya. Isaya ndiye aliyetabiri habari za mbingu mpya. Alipotabiri habari za ufalme wa Yesu Kristo duniani, au alipotabiri habari kuhusu agano jipya, yeye alitumia lugha ya mbingu mpya na nchi mpya. Kila nabii alipewa lugha yake. Kwa hiyo Isaya alipotabiri habari za kuja kuumbwa kwa mbingu mpya na nchi mpya, alikuwa anazungumzia habari ya agano jipya na ufalme wa Yesu Kristo. Sasa Yohana ananukuu ule unabii wa Isaya, ambao waliuona unabii wa Isaya, na Yohana anafunuliwa kwamba baada ya kuona mbingu mpya na nchi mpya, maana mbingu za kwanza zimeondoka. Mbingu za kwanza ni agano la kwanza limetoweka. Agano la sheria, agano la Torati. Bwana ameleta neema, ufalme mpya. Hiyo ni mbingu mpya. Mbingu za kwanza zimetoweka. Hakuna bahari tena. Bahari ni ulimwengu. Bahari inawakilisha ulimwengu. Katika kitabu cha Ufunuo utaona kwamba ulimwengu wa kiroho, sisi tuko kwenye ulimwengu wa kiroho. Tumeondoka kwenye ulimwengu wa kawaida, tuko kwenye ulimwengu wa kiroho. Kitabu cha Ufunuo kinaeleza kama ni bahari ya kioo. Wakati tunaachana na bahari, tunaingizwa katika bahari ya kioo.
Hiyo inapatikana sura ya 4 ya Ufunuo na sura ya 15. Lakini baada ya mbingu mpya, ndani yake inaonekana Yerusalemu mpya. Inaonekana mji mtakatifu na Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni. Changamoto nyingine ya kutokujua mbinguni ni wapi. Watu wanaelewa tu mbinguni ni mahali fulani huko juu kabisa. Kwa hiyo kitu kinaposhuka kutoka mbinguni maana yake kimetoka juu kabisa kule mbinguni. Mbinguni ni ulimwengu wa kiroho. Hapo hapo ulipo ndipo Mungu alipo, yuko mbinguni. Unapomuomba hapo Mungu yuko mbinguni. Mungu yuko kwenye mbingu za kiroho, sio mbingu nazoziona juu kule angani. Yerusalemu imekuja kutoka mbinguni. Yerusalemu imekuja katika ulimwengu wa kiroho, imekuja kutoka mbinguni, imekuja kutoka rohoni. Yerusalemu imeshuka. Yerusalemu inapatikana katika mbingu mpya na nchi mpya, na ndio kuna Yerusalemu mpya. Sasa Yerusalemu ya zamani ni ipi? Yerusalemu ya zamani ni mji uliojengwa Uyahudi, makao makuu ya Israeli, uliojengwa na wanadamu. Agano la kale uliitwa ndio mji wa Mungu. Sasa Yesu anapoleta agano jipya, hatumii tena mji wa Yerusalemu kwa ndio makao yake. Amejitengenezea mji mpya, Yerusalemu mpya, ambao umetoka mbinguni, ambao umezaliwa kutoka mbinguni, unashuka kutoka mbinguni. Katika Injili ya Yohana 1 mstari wa 11 na 12 tunaambiwa waliompokea Yesu wamezaliwa sio katika damu na mwili, wamezaliwa na Mungu. Sisi tumezaliwa na Mungu, tumezaliwa kutoka juu, tumezaliwa kutoka mbinguni. Kanisa linazaliwa kutoka mbinguni. Kanisa ni la kutoka mbinguni, linashuka. Yaani limekuja kutoka ulimwengu mwingine. Huu ndio unaitwa mji mtakatifu au Yerusalemu mpya, unashuka kutoka mbinguni. Wakati watu wanategemea kwamba huu ni unabii siku za mwisho, Yesu atakapokuwa anakuja ataushusha mji uliojengwa huko juu mbinguni, ataushusha tena duniani. Swali linakuja, kama Yesu alienda kujenga mbinguni, kuna mahali kunaitwa mbinguni kule juu, alafu Yesu amekwenda kujenga huko mji mkubwa, kwa nini aushushe tena duniani? Hapo ndio kuna kujichanganya. Na kujichanganya huku kunatokana kwamba hatuelewi mbinguni ni wapi. Ndio maana watu wanasema utashuka, alienda kujenga huko juu, alafu akimaliza kujenga ataushusha. Mji ulishashushwa. Mji ni Yerusalemu mpya, uko ndani ya nchi mpya. Wakati agano la kale ulikuwa na mji uliojengwa Uyahudi, agano jipya mji wa Mungu ni kanisa. Unajuaje? Mstari ule wa pili unasema, nami nikauona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari. Huo mji ni mtakatifu, tena ni Yerusalemu mpya, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Bibi harusi amepambwa, amewekwa tayari, ni mke wa Yesu Kristo. Huo mji mtakatifu na hiyo Yerusalemu unaoshuka kutoka mbinguni ni mji uliowekwa tayari kama bibi harusi ambaye amejiandaa kwenda kwa mumewe. Bibi harusi ni nani? Ni kanisa. Anakwenda kwa mumewe Yesu. Kwa hiyo mji huu umetoka kutoka mbinguni, umejipambwa, umetokea mbinguni, tayari ni bibi harusi. Bibi harusi kanisa limezaliwa kutoka mbinguni. Sisi ni wa mbinguni, sisi ni wa ulimwengu mwingine wa kiroho. Mbinguni manake kiroho. Mstari wa 3, nikasikia sauti kubwa kutoka katika
kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Maskani ni nini? Maskani ni makao. Sasa Mungu ameamua kufanya makao pamoja na watu. Makao yake yapo katikati ya wanadamu. Maskani ya Mungu yako katikati ya wanadamu. Kanisa ndiyo maskani ya Mungu. Agano la Kale, Yerusalemu uliojengwa kwa mikono ya watu ulikuwa ndio maskani, lakini Bwana ameleta mbingu mpya na nchi mpya. Ameleta na Yerusalemu mpya, makao yake mapya yako pamoja na watu. Haya ndiyo makao. Kanisa ndiyo makao ya Yesu Kristo. Maskani ya Bwana ni pamoja na wanadamu. Atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Bwana yupo katikati ya kanisa. Amefanya maskani katikati yake. Tumekuwa watu wake na yeye ni Mungu wetu. Huo ndio mji, hiyo ndio Yerusalemu mpya. Na huyo ndio bibi harusi aliyejipamba kwenda kwa mumewe. Anapambweje? Kabla ya kwenda huko nitakujibu hilo swali. Mstari wa 4, atafuta kila chozi katika macho yao na mauti haitakuwapo tena. Bwana amelifuta kanisa. Tumefutwa machozi na Bwana. Tumefutwa kwa kuokolewa, kwa kufarijiwa, kwa kuwekwa mikononi mwake, kwa kutuondolea shida na dhambi na mizigo na utumwa. Tumefutwa machozi. Na unabii huu sio Yohana anayetabiri hapa. Ukichukua huo mstari wa 4, atafuta machozi, umechukuliwa kutoka Isaya. Amenukuu kutoka Isaya sura ya Isaya sura ya 6 na sura ya 35 na sura ya 65. Yesu anatufuta machozi. Amewafuta machozi watu wake. Sio jambo la kufanyika baadaye, ni jambo linalofanyika sasa. Ukisoma katika mstari ule wa 6, kwanza nisome wa 5 na wa 6. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Kanisa la Agano Jipya, mambo yote yamekuwa ni mapya. Na hata sisi tunaambiwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Mstari wa 6, akaniambia imekwisha kuwa, full stop. Ukisoma Biblia yako akasema imekwisha kuwa, ameweka na kituo. Imekwisha kuwa, kituo. Maana yake haya tayari yametimia. Tuelewe lugha ya Mungu. Imekwisha kuwa, yani imetimia. Hili swala la kushuka kwa mji wa Yerusalemu, la kuwa mbingu mpya na bibi harusi kama amepambwa kwa mumewe, ameshuka kutoka mbinguni na Bwana amefanya maskani pamoja na wanadamu, sio jambo la kulitazamia. Imekwisha kuwa, imekwisha kutimia. Alitimiza Yesu katika kifo chake na ukombozi wake. Kwa hiyo sisi kanisa ndio mji ulioshuka kutoka mbinguni. Ndio mji mtakatifu wa kiroho ambao unapatikana katika mbingu mpya na nchi mpya. Unapatikana katika ulimwengu wa kiroho wa kanisa, wa ufalme wa Mungu katika Agano Jipya. Hategemei tena mji wa Yerusalemu kuwa makao yake. Anategemea Yerusalemu mpya kuwa makao yake, ambao ni sisi. Tunapaswa kujitakasa kwa mji mtakatifu, kanisa. Baada nimesema nikurudishe nyuma kidogo, sura ya 19, Ufunuo hiyo sura 19, ukisoma ule mstari wa 7, anasema hivi. Mstari wa 7 unasema, na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana-kondoo imekuja. Sio itakuja, imekwisha kuja. Yohana aliona tayari, alikuwa anafunuliwa, kanisa lipo, watakatifu wapo,
Bwana amewafanya watakatifu waliookoka kuwa kama mkewe. Yohana anasema tushangilie, tumpe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Kanisa ni mke wa Kristo aliye tayari kwa Bwana wake, kwa kuwa amejiweka tayari. Mstari wa 8 unasema naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo. Wakati sura 21 inasema amepambwa, sura ya 19 anasema amevikwa kitani nzuri. Kwa leo kibinadamu tungesema amevikwa shela zuri la gharama la thamani, tayari kwenda kwa mume wake. Kanisa tayari limechukuliwa na Bwana wake. Yesu Kristo ni bwana harusi, sisi ni bibi harusi. Yesu Kristo ni Bwana, sisi ni mkewe, ni mke wa mwana kondoo. Amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi. Kwa maana kitani hiyo, kitani nzuri hiyo, ni matendo ya haki ya watakatifu. Hiyo kitani nzuri hiyo ambayo tumepambwa nayo, tumepambwa na matendo matakatifu ya haki. Tuyafanye, tuyatafute. Tunapotafuta haki ya Mungu na utakatifu wa Mungu na maisha ya Kikristo ya Mungu ya utakatifu, tunapambwa. Ndio mapambo yetu, kama bibi harusi aliyepambwa mbele ya mume wake. Tunarudi sura 21 kwamba huu mji unaosemwa, ambao watu wanautazamia kwamba umejengwa mbinguni, utashuka siku moja duniani. Yesu amekwenda kujenga mbinguni, alafu aushushe duniani kufanya nini? Je, hapa duniani ndio mahali pazuri zaidi mbele za Mungu kuliko huko mbinguni? Unakosema huko juu mbinguni kuna mji unajengwa, alafu anakuona tena akufai, aanze kuteremsha huo mji uje ukae hapa duniani. Kwa nini? Tunapokosea kuielewa lugha ya Mungu, tunachanganyikiwa, tunakuwa kama wajinga ambao hatuelewi, tunafanya vitu vya ajabu sana. Nikupe sehemu ya pili ya sura hii ya 21. Twende mstari wa 9. Mstari wa 9 wa sura 21 unasema, akaja mmoja wa wale wa malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo ya mwisho, naye akanena nami akisema. Sikiliza usemi huu. Huyu ni Yohana, masimulizi ya Yohana. Anasimulia jinsi alivyojiwa na malaika katika maono, akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi. Ni malaika katika maono anamwambia Yohana, njoo huku nikuonyeshe yule bibi harusi ambaye ni mke wa mwana kondoo. Bibi harusi ni nani? Ni kanisa. Mke wa mwana kondoo ni nani? Ni kanisa. Kwa lugha nyingine, njoo nikuonyeshe mke wa mwana kondoo, njoo nikuonyeshe kanisa lilivyo. Ndio maana yake. Haya, mstari wa 10. Alipomwambia hivyo, mstari wa 10 nasema, akanichukua katika roho. Kuchukuliwa katika roho manake akanichukua mbinguni, manake akanihamisha. Tunapoingia katika roho, tunaingia mbinguni. Akanichukua katika roho. Nimeeleza katika mafundisho yangu ya nyuma kwamba mbingu inatafsiriwa katika Biblia kwa maneno mengi. Inatafsiriwa kama ni juu, inatafsiriwa kama ni mlimani, inatafsiriwa kama ni hewani, inatafsiriwa kama ni mahali palipoinuka, ni kama ulimwengu wa kiroho. Ndio mbingu iko, ndiko Mungu anakopatikana. Akanichukua katika roho. Kuchukuliwa katika roho manake nikachukuliwa kwenda kwa Mungu, kwenda mbinguni. Kwa hiyo tunafika mbinguni tukiwa hapa. Ukiwa hapo chumbani kwako, ukiwa hapo nyumbani kwako, kitandani kwako, unaweza ukachukuliwa hapo ukawa mbinguni, ukawa katika roho, ukawa ulimwengu mwingine, ukawa mlimani, ukawa mahali palipoinuka, ukakutana na Bwana. Yohana alichukuliwa katika roho, akapelekwa wapi? Anasema akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa. Mbingu zinafananishwa na mlima mkubwa.
mrefu. Wakati mwingine anasema mahali palipoinuka sana. Akachukuliwa katika roho, akajiona yuko katika mlima mkubwa mrefu. Anasema akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Hebu fikiria. Malaika anamwambia Yohana, njoo nikuonyeshe bibi harusi, njoo nikuonyeshe mke wa mwana kondoo. Aliponichukua katika roho, aliponichukua mbinguni, nikaona ni mji mtakatifu Yerusalemu ulioshuka kutoka mbinguni. Unasemaje sasa hapo? Kumbe bibi harusi, kumbe mke wa mwana kondoo ndio mji mtakatifu, ndio Yerusalemu mpya iliyoshuka kutoka mbinguni. Mambo yako wazi. Watu wanasubiri siku moja mji uliojengwa na magorofa ushuke kutoka mbinguni uje duniani, wakati kanisa la watakatifu ndilo mji wa Mungu ulioshuka kutoka mbinguni na Mungu anakaa ndani yake. Tusichanganye lugha ya kimungu ya kiroho na lugha zetu za kibinadamu. Tunahitaji ufunuo wa Mungu. Tusitazamie mambo ambayo hayapo wala hatutayakuta. Mambo ya Mungu yako hapo. Biblia inasema mbinguni sio mbali, ni hapo hapo ulipo. Katika ulimwengu wa kiroho tunamuona Mungu. Watu wanatazamia mambo ya ajabu, wanayangojea, wanasubiri, wanayahubiri. Hata wengine nasikitika, wanadai kwamba Bwana amenifunulia, Roho amenifunulia. Roho hawezi kufunulia kitu kilichopotoka. Hayo ni mawazo yako, sio Roho aliyekufunulia. Neno liko wazi. Wala Roho hafunui nje ya Biblia, nje ya maneno yake. Unasema Bwana amenifunulia, nimeona mji mkuu umejengwa mbinguni na magorofa na nini. Watu wanangoja, badala ya kujijua kwamba kanisa ndio mji, linatakiwa liwe safi, ndio mji ambao Mungu anataka kukaa ndani yake. Watu wanasubiri eti mji umejengwa mbinguni ambao wataenda kukaa. Mji ni wa Mungu. Tunaposema mji wa Mungu, anayetakiwa kukaa ndani ya mji huo ni nani? Tunaposema mji wa Mungu, anayetakiwa kukaa kwenye huo mji ni nani? Ni Mungu. Wewe unapokuwa na mji wako, anayetakiwa kukaa kwenye huo mji ni nani? Ni wewe unayekaa kwenye mji wako. Huu unaitwa mji wa Mungu. Anayekaa ni Mungu, sio wewe. Kanisa ndilo mji wa Mungu. Anayekaa ndani ya mji wa Mungu ni Mungu. Kwa upotofu, watu wamepotoshwa na ile lugha iliyodanganywa katika Yohana 14 kwamba Mungu ameenda kuandaa makao, wakati Yesu hajawahi kusema naenda kuandaa makao. Sasa pale uongo ndipo unapopanuka. Kwanza alienda kuandaa makao, maana alienda kujenga. Kule alikokwenda kujenga, alikuwa anakwenda kutujengea sisi ili tukakae huko kwenye majumba. Lakini Yesu hakusema naenda kujenga. Alisema nawaandalia mahali, makao yapo. Uongo huo ndio unaozua vitu hivi. Watu wanasema mji wa mbinguni umeandaliwa kwa ajili yetu. Yesu ameandaa mji. Mji wa Mungu anakaa yeye. Kanisa ndilo mji, ndio Yerusalemu mpya anayokaa yeye. Amejijengea yeye. Tumruhusu Mungu akae katikati yetu, atembee katikati yetu ndani ya mji, ili tuzione nguvu za Mungu. Mstari ule wa 10 amesema aliponichukua katika roho, aliona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. 11 wenye utukufu wa Mungu na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi safi kama bilauri. Hili neno bilauri linapatikana katika sura ya 4 ya Ufunuo na sura 15, akielezea ulimwengu wa kiroho unang'aa kama kioo kiangavu cheupe kama bilauri. Huu mji una utukufu, una mwangaza.
una vitu vya thamani. Mstari wa 12, huo mji ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila 12 za Waisraeli. Upande wa mashariki milango 3, na upande wa kaskazini milango 3, na upande wa kusini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Nisimame kidogo pale nikurejeshe nyuma katika Rejea. Hadithi za Rejea tunazikuta katika kitabu cha, ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati, ukisoma kitabu cha Nehemia, utaona akielezea majina. Katika Agano la Kale ule mji wa Yerusalemu ulijengwa. Ulipojengwa, miji ya zamani yote ilikuwa inazungushiwa ukuta mkubwa kutokana na usalama. Mji unakaa ndani ya ukuta mkubwa uliozunguka, mji unakuwa ndani. Ndivyo tunavyosoma hata Yeriko. Yoshua alipouvamia mji wa Yeriko, mji wa Yeriko ulikuwa ndani ya ukuta mkubwa. Hata Yerusalemu hivyo hivyo ilikuwa ndani ya mji, ndani ya ukuta mkubwa, kwa sababu ndani yake kulikuwa na hekalu. Watu walikuwa na abudu, na Biblia inasema katika kitabu cha Nehemia, anasema hawakutosha watu wote kukaa ndani ya mji, walijenga nje ya mji. Lakini mle ndani, kwa sababu Israeli walikuwa ni wengi, waliambiwa kila familia iweke mtu mmoja mwakilishi wa kujenga mle ndani. Kwa hiyo nyumba ziliwakilishwa na koo. Kila ukoo kulikuwa na mtu mmoja naye wakilisha kujenga ndani ya mji. Kwa hiyo watu walijaa, ule mji ulijaa, wengine wakakaa nje, lakini mji umewakilishwa na koo zote za wana wa Israeli. Sasa wale waliokuwa nje, milango iliwekwa 3 kila upande wa mji. Walioko upande huu waingie, walioko upande huu waingie, walioko upande huu waingie ndani kufanya, maana shughuli zote za kiroho zilifanyika ndani. Hekalu lilikuwa ndani. Kwa hiyo hapa Yohana anaposema niliona milango 12, upande huu 3, upande huu 3, anachukua sura ya Agano la Kale. Sasa anaileta katika sura ya Agano Jipya. Hii ni sura iliyokuwepo kwenye Agano la Kale. Sasa katika Agano la Kale, hata Yesu mwenyewe aliposema katika Yohana, makao ni mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Kwa nini? Agano la Kale makao yalikuwa machache, hawakutosha. Waliambiwa wakae wawakilishi ndani, wengine wakae nje, maana nafasi ni ndogo, nafasi haitoshi. Lakini katika Agano Jipya anasema makao ni mengi. Tunahama katika makao ya kimwili, tumekuja katika makao ya kiroho. Ndani ya ufalme wa Mungu mna makao mengi. Kwa hiyo katika mstari wa 12 tumeona kuna ukuta uliozunguka mji. Na Yohana anaona vile vile ukuta umezunguka mji. Agano la Kale ukuta uliuzunguka mji wa Yerusalemu. Agano Jipya kiroho nako kuna ukuta uliozunguka mji. Yaani kanisa liko ndani ya mji, ndani ya ukuta. Alisema ukuta huo ulikuwa na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila 12 za wana wa Israeli. Zimeandikwa ndani ya ukuta. Tukienda mstari wa 14, anasema ukuta wa mji ulikuwa na misingi. Ule ukuta una misingi. Ukuta una misingi 12, na katika misingi kuna majina 12 ya mitume 12 wa mwanakondoo, mitume 12 wa Yesu. Majina yao yameandikwa kwenye misingi. Katika kibinadamu, unapojenga nyumba, msingi na kuta, kipi kinatangulia kujengwa? Kipi kinatangulia? Unatangulia msingi, ndio unakuja ukuta. Lakini hapa tumeona kuna ukuta na majina 12 ya Israeli, ambayo ni Agano la Kale. Alafu kwenye msingi
kuna majina 12 ya mitume ambayo ni ya baadaye. Kwa nini? Kwa sababu Agano la Kale lilikuwa ni kimvuli cha Agano Jipya. Kitu halisi ambacho Mungu amekuja kukitekeleza kiko kwenye Agano Jipya. Ndio maana msingi uko kwenye Agano Jipya, uko na majina ya mitume kwenye msingi. Alafu kwenye kuta kuna majina ya kabila za Israeli ambayo ilikuwa ni kimvuli. Ndio kanisa la Mungu lilivyo, ndio mji wa Mungu ulivyo. Msingi uko kwenye Agano Jipya. Kuna majina 12 majina 12 ya mitume wa Yesu Kristo. Katika Efeso 2 mstari wa 20 tunasoma hivi: kanisa limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Haijakosea. Ufunuo unaeleza vitu ambavyo tayari vimefanyika. Kanisa limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Manabii ndio kuta, ndio Agano la Kale kuta. Kuna kuta, kuna msingi. Kanisa Yesu Kristo ni muunganiko wa Agano la Kale na Agano Jipya la watakatifu. Tunaungana na kina Ibrahimu, tunaungana na kina Isaka, tunaungana na kina Elia, tunaungana, ni msingi. Lakini bado wale, ukisoma kitabu cha Ibrania sura ya 11, mwisho wa sura ya 11 unasema pamoja na sifa zote za wale mashahidi ambao ni wingu kubwa la mashahidi wa Agano la Kale, lakini hawakupewa ile ahadi kwa sababu ilikuwa inatusubiri sisi. Pasipo sisi, labda nisome ule maneno yamenijia mara moja, nisome kwa haraka tu. Ukisoma Waibrania 11, ukisoma 11 ule mstari ya mwisho, hebu nisome mstari ule wa 40. Nisome 39 na 40. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Hao watu watakatifu wa kale walipewa ahadi, lakini hawakukamilishiwa pasipo sisi. Ndio maana sisi tumewekwa kwa msingi. Agano Jipya limekuwa msingi, Agano la Kale limekuwa ni kuta. Unaona elimu ya Mungu jinsi ilivyo. Ndivyo mji wa Yesu Kristo ulivyo. Kanisa ndilo mji. Kanisa ndio Yerusalemu mpya. Ndio mji mpya ulioshuka kutoka mbinguni, ambapo Mungu anakaa. Mstari wa 15, na yeye aliyesema nami alikuwa na mwanzi wa dhahabu apate kuupima huo mji na milango yake na ukuta wake. Na ule mji ni wa mraba, na marefu yake sawasawa na mapana yake. Akaupima mji kwa ule mwanzi, ulikuwa kama maili 1,500, marefu yake na mapana yake, na kwenda juu kwake ni sawasawa. Mji anaupima uko sawasawa mapana. Tunaposema mji unapana, manake una upana, una urefu. Ndio miji ya kibinadamu, tuna upana wa mji na urefu. Sasa yeye anasema na kwenda juu. Sasa unaweza kuwa na maili 1,500 upana, 1,500 na urefu, iko sawa. Alafu 1,500 kwenda juu. Unauelewa huo mji kwamba una upana sawa na urefu na kwenda juu. Manake na kwenda juu ni maili 1,500. Ndio maana watu wamedanganyika, wanasema una ghorofa ndefu sana huku juu, una magorofa marefu, maana umeenda na juu. Hapana. Hebu angalia mstari wa 17 unavyosema. 17 au nimekwenda? Okay, mstari wa 17 ndio. Akaupima ukuta. Alitangulia kupima kwanza. Tunaona hiyo alikuwa amepima mji.
ndio una maili 1500 upana na urefu na kwenda juu. Huo ni mji. Sasa anaupima ukuta uliouzunguka mji. Mstari wa 7, anaupima ukuta uliouzunguka mji. Ukapata dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu, maana yake cha malaika. Alipopima ukuta ulikuwa na dhiraa 144 kwa kipimo cha kibinadamu. Na pale amesema ni mraba. Mraba maana yake ni unachukua upande, unapotafuta square meters au square za maili, unachukua upana na urefu unazidisha. Maana yake kuna 12 za Israeli, kuna 12 za mitume. Ukizidisha unapata 144. Mji una dhiraa 144. Maana ni mraba. Pale hajaweka elfu. Ukisoma sura ya 10 na sura ya 7 ya Ufunuo amesema 144,000. Ile elfu isikutishe, ile elfu inawakilisha inasimama juu badala ya wingi usio na hesabu. Ndio inaleta elfu, lakini kitu cha msingi ni 144. Maana yake 12 mara 12 kwa kipimo cha kibinadamu ambacho ni cha malaika. Kanisa linaitwa malaika. Kanisa linaitwa malaika. Nilikueleza pia siku nyingine nilipofundisha somo la malaika. Malaika ni nani? Kwa hiyo tunaposoma 144,000 ni jina la kanisa ambalo linaunganisha watakatifu wa Agano la Kale na Agano Jipya kwa kuwafanya ni mraba, kwa kuzidisha. Tunalifanya kanisa kuwa wazee 24 kwa kujumlisha 12, ukijumlisha 12. Huu ndio unaitwa mji. Sio mji unajengwa na magorofa mbinguni ambao hatujayaona tutakwenda kukaa huko. Hapana, ni Mungu anajijengea mji. Sisi ndio mji, sisi ndio Yerusalemu mpya inayojengwa na Mungu. Na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Biblia inasema Yesu anaitwa jiwe kuu la pembeni. Unajua maana yake? Kwa nini Biblia inasema Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni? Pembe katika tunazoea kusema Kiingereza kona, lakini hatujazoea sana kusema Kiswahili kwamba kona inaitwa pembe. Kusema pembeni maana yake jiwe la kona, kwenye kona. Yesu ndiye amekaa kwenye kona ya mji. Unapojenga, wafundi wanaojenga mji wanaliweka vizuri jiwe la pembe lililokaa pembeni. Jiwe la pembe linapimwa kwa pima maji, na kona nyingine jiwe linapima kwa pima maji likae vizuri. Alafu inawekwa kamba kutoka jiwe la kona na jiwe la kona, au pembe na pembe. Kamba inanyoshwa ili mawe yote yafuate kamba. Sisi tunajengwa katika kuta, kujenga kuta. Sisi ni mawe yanayojenga kuta, ukuta wa Yesu Kristo wa mji. Na tunajengwa kwa kufuata kamba iliyofungwa kona na kona, iliyofungwa pembe na pembe. Yesu ndiye jiwe la pembe. Na yeyote asiyefuata kamba atachongwa. Kama hataki kuchongwa ataondolewa. Maana ni lazima tujenge ukuta ambao jiwe la pembe ni Yesu Kristo. Ndio mji unaojengwa. Hebu tumwangalie Isaya alisemaje alipozungumza habari hii. Haya maneno Ufunuo, Yohana alikuwa hapewi tu vitu ambavyo havipo, vilisemwa. Hebu tumwangalie Isaya alivyosema katika sura ya 60 akitabiri juu ya kanisa. Sura ya 60 ya Isaya. Twende tuangalie. Isaya alipewa unabii kuhusu kanisa. Sura ya 60
Katika ukisoma kwa mfano katika mstari wa 11 anakuambia malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku. Haya ndio tunayoona katika sura ya 21. Anasema huo mji malango yake hayafungwi. Ni kanisa, mji wa Yerusalemu ya kale katika Agano la Kale. Ule mji, yale malango 12, matatu kila upande, yalikuwa yanafungwa jioni. Usiku hakuna anayeruhusiwa kuingia, yalikuwa yanafunguliwa asubuhi. Lakini katika mji wa kiroho, mji wa mbinguni ambao ni sisi, ambao ni ufalme wake, tuko ndani, milango yake haifungwi. Bwana anapatikana, tunamwendea Bwana usiku na mchana. Hakuna kufungwa. Hakuna saa yoyote kwamba sasa hivi inawezekana Mungu amelala hata patikana. Malango yako ya wazi, tunamwendea usiku na mchana. Mstari wa 14 anasema wana wa watu wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia, na wote waliokudharau watajiinamisha hata nyayo za miguu yako. Nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni wa mtakatifu wa Israeli. Kanisa linaitwa Sayuni, kanisa linaitwa mji wa Bwana, kanisa linaitwa Yerusalemu ya Bwana. Ni mji Yerusalemu, ni mji Sayuni. Nilifafanua siku nyingine kwa nini kuna Sayuni na Yerusalemu. Yote ni miji ya Bwana, inawakilishwa na kanisa. Kwa hiyo kanisa linaitwa mji Sayuni, linaitwa mlima Sayuni, linaitwa binti Sayuni. Kanisa linaitwa mji Yerusalemu, linaitwa mlima Yerusalemu, linaitwa binti Yerusalemu. Ukienda mstari wa 18 sura hiyo ya 60 ya Isaya, mstari wa 18 unasema jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako, ukiwa na uharibifu hazitakuwa mipakani mwako, bali utaziita kuta zako wokovu na malango yako sifa. Wakati Agano la Kale lilikuwa na kuta kubwa ndefu za kulinda mji, katika Agano Jipya mji ambao ni kanisa linalindwa na kuta ndefu, ambazo kuta hizo ni wokovu na malango ya kuingia ndani ambayo yako wazi ni sifa. Kwa hiyo Agano la Kale lilikuwa linatabiri, ni kama kivuli, linatabiria kitu kitakachokuwa halisi ndani ya Agano Jipya. Wokovu tulionao ni ukuta mrefu mkubwa unaozingira mji wa Bwana kuleta usalama. Sisi ni mji mtakatifu wa Yesu Kristo. Sisi ni Yerusalemu ya mbinguni. Sisi ni mji wa Bwana. Sisi ni maskani ya Bwana, anakaa kwetu. Tofauti iliyopo, wakati watu wanasema mji unajengwa mbinguni, wanafikiri wataenda kukaa wao. Lakini manabii walivyotabiri na Yesu na ufunuo anavyofundisha, ni mji unaojengwa ili akae Yesu ndani. Unaona tunavyofanya mageuzi. Nitakuonyesha kitu kingine ambacho kiko mbele cha mageuzi. Na nirudi kwa haraka ule mstari tena wetu ile sura yetu ya 21 ya Ufunuo. Mstari wa 18. Na majenzi ya ukuta. Ule ukuta umejengwa na nini? Ambao sasa tumeona kule katika Isaya ni wokovu. Wokovu ndio ukuta. Una majenzi yake, umejengwa na nini? Majenzi yake na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na mji ule ulikuwa dhahabu safi na mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ulikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. Umejengwa kwa vito. Vito ni madini ya thamani kubwa, almasi, dhahabu, nini, madini ya kupendeza ndio yamejenga huo mji, yamepambwa. Tumesoma sura ya 19 ya Ufunuo mstari wa 8, unasema mapambo hayo ni matendo mazuri na maisha ya kitakatifu, ndio yanaupamba mji, ndio yanapamba nyumba ya Mungu. Kazi nzuri,
maneno mazuri, sifa, maisha na utumishi ulio bora ndio yanaupamba mji. Tuna taa za kawaida sasa hivi katika majumba yetu, taa tu za mwanga wa kawaida, lakini kumekuja na teknolojia. Watu wanaweka taa zenye rangi, zinapendeza, zinakuja blue, zinakuja nyeupe, zinakuja za njano, zinakuja sijui za namna gani, za kawia, rangi kuleta tu mapambo, kuleta macho mazuri, kupendeza. Ndivyo lilivyo kanisa la Bwana. Bwana anatupa kalama na maisha na huduma na yale mambo yanakuwa ni mapambo yanayopamba mji wa Mungu ili upendeze, sifa na utukufu. Hayo ni maisha yetu. Ili tupendeze, tunapendeza nyumba kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana. Tukishapoteza hiyo sura, tukasema mji unajengwa na Mungu ili tukakae. Kwa hiyo Mungu anapamba, anakazana kupamba, anapamba ili sisi tutakapouona tuone umepambwa kwa ajili yetu. Hapana, sisi tunajengwa, tunapamba mji kwa ajili ya Bwana. Bwana anapouona mji wake au uone umepambwa kwa tabia, kwa maneno, kwa huduma, kwa karama na vipawa na upendo, Bwana ajivunie mji wake. Jamani, ufunuo hautabiri. Ufunuo unaeleza, unasema imekwisha kuwa, haya mambo yapo sasa. Ukisoma mstari wa ukisoma mstari wa kuanzia wa 19, misingi ya ukuta, mji imejengwa, imepambwa na vitu vya thamani. Kuna mapambo, vito kama 12. Ukisoma mstari wa 19 na 20, vile vito vya thamani vimetajwa pale. Ukirudi utavikuta viko kitabu cha Kutoka sura ya 28. Vile vito vinavyotajwa hapa katika Agano la Kale vilivaliwa na kuhani kifuani. 12 vilivaliwa na kuhani, makuhani walivaa kifuani. Katika Agano Jipya hatuvai hivi vito. Vimejengwa ndani ya wokovu wetu, tabia zetu. Vile vito vilivyobaa kifuani, sasa sisi hatuvai nje kifuani, viko ndani ya mioyo yetu, ndani ya wokovu wetu. Bwana anapoona, anaona vinavyong'aa, vinamfanya apende kukaa kwetu kwenye mji wake. Mstari wa 21 unasema ile milango 12 ni lulu kama 12, na kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi. Njia za mji, nieleze habari za njia za mji. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume kinakueleza habari ya njia. Hata Isaya tabiri. Njia ni wokovu. Njia ni wokovu. Tunaposoma habari za njia, wokovu unaitwa njia za mji. Wokovu ni njia. Nikupe tu mifano michache. Matendo 9 mstari wa 2 unasema, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Alikuwa anawatafuta watu gani? Alikuwa anawatafuta watu wa njia. Njia ni nini? Ni wokovu. Ukiingia katika wokovu, umeingia kwenye njia. Unaona? Kuna maandiko mengi tunaweza kuona, lakini sitakuwa na muda mzuri sana wa kukupa maandiko. Labda nikuongeze tena machache ambayo yanaweza kusaidia. Labda niruke niende sura ya 19 ya Ufunuo ya Matendo 19. Ukisoma mstari wa 9, Matendo 19 mstari wa 9 unasema, lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakitukana ile njia mbele ya makutano.
Njia nini? Waliitukana ile njia, walitukana wokovu, walitukana ufalme wa Mungu ndani yetu. Wokovu naitwa njia. Ukisoma mstari wa 23 sura hiyo ya 19, ukisoma mstari wa 23 unasema, wakati huo kukatukia ghasia si haba katika habari ya njia ile. Vita na vurugu zilitokea kutokana na njia. Njia gani? Wokovu uliokuwa unahubiriwa na mitume. Wokovu naitwa ni njia. Ukisoma Matendo tena sura ya 24 mstari wa 14 unasema, ila neno hili naungama kwako ya kwamba kwa njia ambayo waiita uzushi ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu. Ile njia ambayo wanasema ni uzushi ndivyo ninavyomwabudu Baba. Wokovu ambao watu wanasema ni kitu ovyo, mimi ndio njia yangu ya kumwabudu Mungu. Njia ni wokovu. Mstari wa 22 unasema, basi Feliki aliwaashiria kwa sababu alijua habari za njia ile kwa usahihi zaidi. Habari ya njia. Kwa hiyo unapokwenda katika kitabu cha Matendo, anazungumza habari ya njia. Ile sura ya 21 tumeona katika mstari ule wa 21, na njia za mji, njia za kanisa. Mji ni kanisa. Mji ni na njia zake ni matendo ya wokovu. Kuna njia. Sasa hizo njia zilizo ndani ya mji, kanisa, anayetembea ndani ya hizo njia ni nani? Anayetembea ndani ya hizo njia ni nani? Ni Yesu. Anatembea kufanya nini? Kulikagua kanisa lake, kukagua watumishi wake. Hata mimi napenda kukaguliwa. Hata wewe upende kukaguliwa. Bwana anapopita atuone tumekaa safi. Mumeona watu wote wakati rais anapokagua gwaride la jeshi, njia zinanyoka. Alafu anapita zile njia maaskari wanapojipanga katika njia zao, wanazinyosha njia. Zile njia wanazinyosha kwa ajili yao wenyewe? Hapana, apite mkuu katika njia zilizonyoka. Tunapomuishia Bwana, tunapojitakasa, tunapolisafisha kanisa lake, ni kwamba Bwana apite kukagua kanisa lake na vipawa na kuondoa uchafu ndani yetu, atutakase. Sasa hatumfanyii Bwana njia za kupita, tunajitengenezea wenyewe. Hata Yesu hawezi kupita ndani yetu, hawezi kukagua. Tumeziharibu njia za Bwana katika maisha yetu na uongo na ufisadi na ubinafsi. Alafu tunangojea tukazikute njia za kutembea sisi mbinguni. Tutakuwa tunatembea kukagua nani ndani ya hizo njia? Tusichanganye neno la Mungu. Haya yote yamekuja kwa sababu tumefundishwa kwamba ufunuo unatabiri mambo tutakayoyakuta mbinguni. Hapana. Ufunuo hautabiri. Ufunuo unatufunulia yale yaliyotabiriwa na manabii kuhusu kanisa litakavyokuwa la Agano Jipya. Katika mstari nayo fungu linalomalizia anazungumza habari ya nuru. Anasema mji hauhitaji jua wala mwezi. Yesu Kristo ndio nuru yetu. Sisi hatuishi maisha ya utakatifu kwa kutegemea jua lililoko angani. Tunategemea jua. Yesu Kristo ndio jua. Alafu anasema milango haitafungwa kamwe. Tumeona katika Isaya kwamba milango yetu haitafungwa. Anasema tutamtumikia usiku na mchana. Watu wanasema tukifika mbinguni itakuwa ni kazi moja, ni kuimba na kumtumikia Mungu, na kuimba na kumtumikia Mungu usiku na mchana bila kulala. Nasema huo ni uongo mkubwa. Tunafanya kazi hizo hapa duniani. Tutakapomaliza kazi kwenda kukaa pamoja na Bwana, hatuendi kutumika, hatuendi kukesha na kutumika usiku na mchana. Utumishi uko hapa duniani.
Kwa nini Biblia inasema usiku na mchana? Watu wengi hawajui. Biblia imeandikwa kitaalamu, imeandikwa kijiografia, imeandikwa kisayansi. Leo mimi hapa ninapokaa hapa leo mimi hapa niko Tanzania. Kama leo Tanzania ni asubuhi, tambua kuna nchi za mashariki ni usiku. Ni usiku. Tambua nchi za magharibi bado, yani wakati huku kunapokuwa usiku, huku kunakuwa mchana, huku kunakuwa asubuhi, huku kunakuwa jioni. Ndivyo Mungu alivyoiumba nchi, maana iko duara. Wakati wengine wanaamka, wengine wanalala, wengine ni mchana, wengine ni jioni, wengine wanaingia makanisani, wengine ndio wanamaliza ibada wanaenda kulala, wengine wanaanza ibada siku. Tunakwenda kwa mzunguko. Ndio maana Biblia inasema watu wamtumikia usiku na mchana, usiku na mchana. Wakati wewe umelala, wengine wanaendelea na ibada. Wakati wewe unapoamka, unakwenda kumtumikia Mungu, wengine wamelala. Usiku na mchana mbele za Bwana watu wanatumika. Sio wewe utakwenda mbinguni ukatumike usiku na mchana. Kwani mbinguni kuna usiku na mchana? Eti nani alikwambia mbinguni kuna usiku na mchana? Utakwenda kukesha mbinguni, ushindwe kukesha hapa ukakesha mbinguni. Huo ni uongo wa shetani. Haya ni mafundisho ya udanganyifu wa kulilaza kanisa katika usingizi. Tumepewa wakati. Mstari wa mwisho, nizungumzie kuhusu mstari wa mwisho ule wa 27. Mstari wa 27 unasema, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Watu wanasema mbinguni hataenda mtu aliye mnyonge, aliye dhaifu. Ufalme wa Mungu uko hapa. Tunaingia ndani ya mji. Kanisa ni mji. Tusipokuwa wasafi hatutakuwa mji wa Bwana. Hata watu wengine wanafikiri kwa sababu yuko ndani ni mshirika wa kanisa. Unaweza kuwa mshirika wa kanisa, lakini Mungu hadanganyiki na wewe kuwa mshirika wa kanisa. Kanisa, nikupe mfano, kanisa inaweza ikawa na watu 100. Watu 30 ni wacha Mungu, ni watakatifu. Watu 70 wana mambo yao. Mungu anawajua walio wake. Wewe utasema mimi ni mshirika wa kanisa, lakini mbele za Bwana wewe sio mji wa Mungu. Huwezi kuingia kwenye mji wa Mungu. Uko nje. Pale lipo jina, ni kopo tu. Biblia inasema Mungu anawajua walio wake. Usidhani kwa sababu wewe ni mshirika basi wewe uko ni sehemu ya mji wa Mungu. Hapana, tunafanyika kwa mji wa Mungu kwa kujitakasa, kuishi maisha safi na kumtumikia Mungu na kumwishia Mungu. Bwana anapopita katika njia anione, anapopita anikague. Tunatakaswa na neno, tunatakaswa na roho wake, tunatakaswa na damu yake. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari ule wa 9 anasema kuna vitu vitatu vinavyoshuhudia duniani. Kuna neno, kuna maji, kuna damu, kuna roho. Hao wanapatana kwa habari moja. Yani wote wanafanya kazi ya kulitakasa kanisa. Roho analitakasa kanisa, damu inalitakasa kanisa. Neno ambalo ni maji yanalitakasa kanisa ili tuwe safi. Bwana atuangalie kama mji wake. Kwa hiyo anaposema hakitaingia, acha tu kufikiri kwamba kule mbinguni. Huwezi kukaa ndani ya mji wa Bwana ukiwa mnyonge. Huwezi kuwa sehemu ya mji wa Mungu. Bwana kae. Maana kanisa ni hekalu. Wala Mungu hana mahekalu. Ana hekalu moja tu. Bwana hana miji. Bwana ana mji mmoja tu. Bwana hana mabibi harusi. Bwana ana bibi harusi mmoja tu. Bwana hana miili. Bwana ana mwili mmoja tu. Kanisa ni mwili mmoja. Kanisa ni bibi harusi mmoja. Kanisa ni hekalu moja. Lakini kama wewe ni mnyonge, kama wewe ni mchafu, kama hujitakasi, huwezi kuwa sehemu ya mji wa Mungu kiroho. Hata kama kimwili umedanganya umwe ndani ya kanisa,
unaimba pamoja, unahubiri pamoja, unatenda pamoja, ukasema hapana, Mungu adanganywi na vitu hivyo. Mungu atusaidie. Nimejaribu kurudia kueleza mji huu, somo hili nimelieleza siku za nyuma, narudia kwa sababu watu maswali yanakuja maswali mengi kuonyesha kwamba watu hawaelewi. Unaposema mbinguni, hawaelewi mbinguni ni wapi. Unaposema mji mtakatifu, hawaelewi mji mtakatifu kwa wapi, wanafikiri uko mbinguni. Unaposema Yerusalemu imeshuka kutoka mbinguni, wanasema bado haijaja, itakuja siku ya mwisho, Yesu ndiye ataileta. Anaileta kufanya nini? Kama ndio mwisho wa dunia Yesu anakuja, alafu anaileta tena na Yerusalemu aliyoijenga mbinguni, anaileta duniani kufanya nini? Unaona udanganyifu. Unapokosea maneno mahali ukajichanganya, utaendelea kujichanganya tu. Ndio maana wanasema hata kunyakuliwa, tutanyakuliwa tuenda mbinguni, tutakaa miaka 7 alafu tutarudi tena duniani. Sasa mbinguni kwa nini sasa kama kila kitu kinakuja duniani? Matumaini ya vizazi na karne. Yesu aje alinyakue kanisa, likakaa miaka 7 alafu alirudishe tena duniani. Hujui kwamba umekosea kuelewa? Hebu fikiri, jaribu kutafakari, jaribu kutumia sensi, kutumia akili yako, hata ya kuzaliwa tu. Mambo haya yanawezekana. Yesu aliyetuokoa ana mpango mkubwa. Ndio maana Wakristo wengi wanaona dunia hii ni kama laana. Kuwepo hapa duniani ni kama laana. Wanatamani sana waondoke haraka waende mbinguni, maana hapa ni laana. Utumishi wetu na sifa zetu na maisha yetu ya kumtumikia Mungu na baraka zote ametupa hapa. Sisi ndio hekalu la Mungu. Tunataka tuzione kazi za Mungu ndani ya maisha yetu, tuzione baraka za Mungu, tumfurahie. Kuondoka hapa katika dunia, umemaliza kazi. Unakwenda kupumzika mbele za Bwana kwa sababu umemaliza kazi. Sasa kama hujamaliza kazi unakimbilia mbinguni, hujamaliza kazi unakwenda wapi kupumzika mbinguni? Utapumzika wakati hujafanya kazi. Tumuishie Mungu. Tumuheshimu Mungu. Tuache kujichanganya na dunia. Dunia hii sio yetu. Bwana ametuandalia, ametuhamisha, ametupa ulimwengu wa kiroho ambao ni mbingu mpya na nchi mpya. Tunaishi ndani yake. Na wanaoingia ndani yake ni wale wanaomtafuta Mungu na kuishi maisha ya kiroho. Huwezi kukaa katika mbingu mpya na nchi mpya wakati una maisha ya kimwili, unatamani mwili na dunia hii. Hapana. Mungu atubariki, Mungu atusaidie sana. Nashukuru sana na kushukuru kwa kunisikiliza. Nifikie mwisho wa somo letu la leo na Mungu akubariki. Nimefundisha habari za mbingu mpya, Yerusalemu mpya, mji wa Mungu ambalo ni kanisa la Bwana. Mungu akusaidie katika kutafakari na kuelewa. Kwa jina langu naitwa Dr. Zephania Mwarusambo wa huduma ya Mwarusambo International Ministry. Zaidi ya hayo tumeanzisha chuo. Namshukuru Mungu kwamba tumepata wanafunzi wa kutosha, tunaendelea nao. Lakini nafasi bado ipo, tunakualika jiunge na chuo chetu ambako tuna misingi mizuri ya kufundisha neno la Mungu kwa kina na utafurahia. Karibu jiunge na chuo chetu, na kuna namba nyingine ya ofisi ambayo unaweza kutuma ukapokelewa na ofisi yetu. Anaweza kupokea mtu yeyote, utajibiwa. Namba ya ofisi yetu ni 0769 00 7328. Na kwa mawasiliano yote narudia tena 0769 00 7328. Namba yangu mimi ni 0754 04 15 99. Kwa bahati mbaya nina namba ya katibu. Kipindi kijacho nitakutajia namba ya katibu wetu, secretary, ambayo pia unatakiwa kuwa nayo. Hapa sina, nitakutajia kipindi kijacho. Mungu akubariki sana. Unaweza kuwasiliana na katibu au secretary wetu na administrator wetu pia ukawasiliana naye, au mimi mwenyewe. Tunafanya kazi kwa pamoja. Mungu akubariki sana na kutakia
juma jema, kazi njema, maisha mema katika jina la Yesu. Amen. Vipi, unatamani kukua katika neno la Mungu? Unataka kujifunza neno la Mungu kwa kina ukiwa nyumbani kwako tu? Sasa ni wakati wako. Kingdom Truth Bible College KTBC inakuletea masomo ya Biblia kwa njia ya mtandao kupitia simu yako tu. Jifunze neno la Mungu na uimarike kiroho popote pale ulipo duniani. Ni rahisi sana. Kikubwa uwe na akili timamu, ujue kusoma na kuandika, na uwe na hamu ya dhati ya kujifunza Biblia. Tuna walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa kufundisha biblical theology, na utajifunza kozi zaidi ya 24 zitakazo kubadilisha kimwili na kiroho. Kujiunga, tuma neno usajili kwenda namba 0741996990. Mara baada ya hapo utapokea maelekezo rahisi tu ya namna kujiunga, ama tembelea www.ktbc.ac.tz na utachukua fomu yako kwa shilingi 10,000 tu ama $15. Tupigie simu au kwa WhatsApp namba 0769007328. Kuwa sehemu ya kizazi kilichojengeka kiroho na kimwili kwa ufanisi wa hali ya juu kupitia Kingdom Truth Bible College KTBC. Blessed.